Hamas imethibitisha kuuawa kwa kamanda wake wa ngazi ya juu Raed Saad katika shambulio la anga la Israel lililofanyika karibu na mji wa Gaza, ikiwa ni mauaji ya kiongozi mkubwa zaidi wa kundi hilo tangu kusitishwa kwa mapigano mwezi Oktoba. Shambulio hilo liliripotiwa kujeruhi watu wasiopungua 25. Jeshi la Israel lilidai kuwa Saad alilengwa katika operesheni hiyo, likimtaja kama mmoja wa viongozi wakuu waliokuwa wakifanya juhudi za kuijenga upya nguvu za kijeshi za Hamas baada ya kudhoofishwa na vita vya muda mrefu. Vyanzo vya Israel vilimtaja Saad kama mkuu wa kitengo cha utengenezaji wa silaha cha Hamas na mmoja wa wapangaji wa mashambulizi ya Oktoba 7 mwaka 2023. Kwa upande wake, Hamas ililaumu Israel kwa kukiuka makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyoanza tarehe 10 Oktoba, ikisema tangu kuanza kwa makubaliano hayo, Israel imeendelea kutekeleza mashambulizi ya kila siku dhidi ya Gaza. Kwa mujibu wa mamlaka za Gaza, karibu mashambulizi 800 yamefanyika na kusababisha vifo vya takriban watu 386, hali inayotajwa kuwa ni ukiukwaji wa wazi wa makubaliano ya amani. Hali ya kibinadamu katika ukanda wa Gaza imeendelea kuwa mbaya, huku Israel ikituhumiwa kuzuia kwa kiasi kikubwa uingizaji wa misaada ya kibinadamu. Mamia ya maelfu ya Palestina wanaendelea kukabiliwa na mateso makubwa baada ya kimbunga Brian kufurika maeneo ya wakimbizi na kuharibu zaidi ya mahema 27,000. Jumuiya ya kimataifa imeendelea kutoa shinikizo kwa Israel. Wiki iliyopita, Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa lilipitisha azimio linaloitaka Israel kuruhusu upatikanaji wa misaada ya kibinadamu bila vikwazo, kusitisha mashambulizi dhidi ya miundombinu ya Umoja wa Mataifa na kuheshimu sheria za kimataifa kulingana na wajibu wake kama dola inayokalia eneo la Gaza. Hamas imesema kipaumbele chake ni kukamilisha awamu ya kwanza makubaliano ya kusitisha mapigano ambayo yanahusisha kuruhusu misaada na vifaa muhimu kuingia Gaza ili kurekebisha hospitali, vituo vya afya na miundombinu iliyoharibiwa. Pia kundi hilo linataka kufunguliwa kwa kivuko cha Rafah na Misri kwa pande zote mbili na kuendelea hadi awamu ya pili itakayohusisha kuondoka kwa jeshi la Israel kabisa kutoka Gaza. Makubaliano ya awali yanatajwa kujumuisha pendekezo la kuvuliwa silaha kwa Hamas na kupelekwa kwa kikosi cha kimataifa cha kusimamia amani. Hata hivyo, Hamas imeweka wazi kuwa inakataa uwepo wa kikosi chochote cha kimataifa chenye mamlaka ndani ya Gaza, ikisisitiza kuwa jukumu lake linapaswa kuishia kusimamia usitishaji wa mapigano pekee. Wakati huo huo, maandalizi ya kuelekea awamu ya pili ya makubaliano yanaendelea, yakihusisha masuala nyeti kama kuondoka kwa Israel, mustakabali wa silaha za makundi ya Wapalestina na kumalizika rasmi kwa vita. Viongozi wa Hamas walioko nje ya Gaza wanaendelea kushirikiana na wapatanishi wa kimataifa ikiwemo Marekani kuhusu namna ya kuhakikisha makubaliano hayo yanatekelezwa bila kurejesha mapigano.